Ya leo namna ya kutengeneza algeta pepe pilipili ya algeta. Kuna funzo ambao nimefunza, kuna kitu ambao tunaita do as I say, yani fanya vile nimesema. Yani hii ni aina ya maandalizi ambayo mtu anajiandaa kiasi ya kwamba yale maneno ambayo atasema, wale watu ambao wataambia watafanya vile amesema. Lakini unaweza kutengeneza pilipili hii ya algeta ili kuifanya iwe na majibu zaidi, iwe na uwezo sana wa kujibu kwa haraka, alafu pia iwe na uwezo wa kujibu majibu exactly kamili yale ambao ulitaka. Sasa area ya kutengeneza ina changamoto nyingi kwa watu wengi. Sasa kitu ya kwanza, pata tunda kama hili, pondi ya pilipili ya algeta kama hii. Ukishaipata sasa, utanena maneno yako juu yake, yale mambo ambao unataka kufanya. Sema majina yako, alafu useme ukiitumia ikuletee majibu, ukiitumia kwa mambo ya afya ikuletee mambo, uponyaji tokee, mambo ya kibiashara ikuletee faida. Uiamurishe vile unavyotaka. Ukishamaliza kuiamurisha, chukua, chimba shimo. Unaona shimo kama hii, mwenye kamera atawaonyesha vile tunachimba shimo. Sasa shimo linatayarishwa kama hivi, unatayarisha shimo hivi, unaona. Sasa ukishatengeneza shimo kama hili, na kama unataka kuitumia kwa mambo mazuri, ili mambo haya yatokee kwa maisha yako, mambo mazuri, maneno yote yenye utaomba nayo unataka yawe ni mambo yatakayotokea mazuri katika maisha yako, hakikisha hili shimo liko mbele ya nyumba yako. Lisiwe nyuma ya nyumba yako, liwe mbele ya nyumba yako ili shimo. Wale ambao mna maboma, vizuri sana kama una boma, utazika katika nyumba yako, mbele ya nyumba. Ukishachimba shimo namna hii, uchukue ile tunda sasa uliingize ndani, uweke hivi. Unaona ile nimeweka. Sasa hivyo ndio utaweka. Alafu utafute kitu inaitwa sukari. Hiyo sukari utakapotafuta, utachukua hiyo sukari utaweka na utaizungusha hiyo sukari. Unaona vile utaizungusha hiyo sukari, utaizungusha kando ya hii pilipili, utaizunguka hivi kando. Alafu uchukue asali. Asali ni muhimu sana upate ile ambayo haijachanganywa, asali ambayo watu wengi wanacheza na asali. Msinunue asali ambazo zimechanganywa, haziwezi kusaidia. Sasa unachukua hii asali, unakuja unazunguka juu ya sukari hiyo, ndio unamwaga hii asali. Alafu sasa ukimaliza unafunika. Sasa izike hapo kwa siku 7. Wacha ikae hapo kwa siku 7. Kuifanya iwe na uwezo mkubwa sana wa kuleta majibu. Kuanzia siku 7, pilipili ya algeta unaweza zika siku 3, unaweza zika siku 7, unaweza zika siku 14 ama siku 21. Sasa nimekuambia 7 kwa sababu unataka kuitumia kwa mambo ya kumanifest vitu. Sana sana siku mpaka 21 inatumika kama unataka kuitumia kwa mambo ya vita. Pengine kupigana vita, kuharibu maneno ambayo ilitamkwa na watu, kuondoa, kufanya cleansing, mambo ya kujisafisha nayo, mambo ya kupigana, kurudisha silaha za uovu, mishala ambao umetumiwa mibaya ya magonjwa ama ya kibiashara, kukuangusha, ya kifedha, ya kukudraisha, kausha mambo ya fedha, unataka kurudisha. Kama ni mhubiri, kanisa lako alikui, watu hawakuji, watu wamenenea vibaya, na wewe mwenyewe unaangalia, unashangaa, basi hiyo 21 itakusaidia kupigana vita. Lakini kama ni hii unataka mambo mazuri ya kuja, hata kama wewe ni mhubiri ama mfanyabiashara ama mtu yeyote ambao una mambo mazuri unataka yatokee kwako, 7 ni mzuri tu. Unatumia kwa siku 7 na unaweka asali na unaweka sukari. Hii sana sana ni ya kufanya mambo yatokee, lakini ya kupigana vita ndio unaweka chumvi, unazika na chumvi, alafu unazika sana sana siku 21. Basi nguvu zake zitakuwa zaidi mara 7. Lakini hii nguvu zake zitafanyika, kila ambacho utasema kitatokea kutoka siku hiyo. Baada ya siku 7 iondoe.
unaitoa katika mchanga hivi, alafu utaifungulia nyuma. Usione wakati unafungua, kama uwezi kuweka mikono nyuma, funga macho yako unapoifungua hivi. Alligator ikifunguka hivi, basi iko tayari kwa kazi. Sasa kila wakati unapotaka kuomba nayo kwa jambo lolote lile ambalo unataka kufanya ama unataka kudhihirisha, unachukua tu mbegu hapa, alafu unaomba nayo. Unachukua mbegu hapa, unaomba nayo. Nataka kuambia hivi, hebu anza kufanya hii na uifanye ukiendelea. Uangalie zile siku ulikuwa unaomba na kufanya mambo bila alligator, alafu zile siku umeanza kufanya na pilipili ya alligator, uone mabadiliko ni gani. Kuna wengi wanasema Mungu yuko mbali sana na huo ujinga. Tunapofundisha hivi wanasema ni ujinga. Mungu yuko mbali sana, huo pumbavu. Lakini waje nikuambia wanangu, wajana wanadamu. Mtu anaposema Mungu yuko mbali, hamaanishi kwamba Mungu yuko mbali. Yeye akisema Mungu yuko mbali na yeye labda hata yeye ndiye anasema hivyo, na yeye labda ndio Mungu yuko mbali na hiyo pumbavu wake wenye anajua yeye. Hatuwezi kuwa tunatumia vitu vya Mungu ambaye ametupa na tunasema Mungu yuko mbali navyo. Uwezo wake mwenyewe katika neno lake inasema wazi. Kwa hivyo hivi, chunguza, utaona maisha yako yakibadilika. Chunguza, utaona mabadiliko makubwa katika eneo la kibiashara unapotumia. Chunguza tu. Sasa ukiendelea utaona matokeo makubwa. Hivi itakuletea faida ya haraka na mambo mengi yatabadilika maishani mwako mazuri ambayo utamshukuru Mungu. Asante kwa kunisikiliza. Asante kwa kutazama. Si Mungu awabariki. Tukutane kwa hiyo video nyingine. Asante.